Wajir. Mtazamaji, je, ushakaa chini na kujaribu kujiuliza iwapo baraka unazoziomba zikushukie haswa katika msimu huu wa kufunga mwaka utakuwa tayari? Sara Wangari, mwanamke mwenye umri wa miaka 31, alijaliwa pacha wanne, wote wa kiume, mwezi mmoja uliopita. Ijapokuwa jamaa na marafiki wamezifurahia baraka aina hii haswa katika msimu huu wa sherehe, familia hii ambayo ni ya dini isiyoamini upangaji uzazi inakiri ugumu na hata gharama ya juu katika malezi. Mwanahabari Lofty Matambo alipata fursa na kuitembelea familia hiyo mtaa wa Mwiki hapa jijini Nairobi. Hili ndo thibitisho la ripoti za daktari miezi 10 iliyopita walipomfahamisha Sara na mumewe James kuwa wamebeba pacha watatu tumboni. Nilikuwa naona inawezekana, lakini nilikuwa nasema kwa roho yangu nitaamini wakati nitajifungua, ndio nitaamini niko na watoto watatu. Huyo anaitwa Akida. Shauku iliyomkumba hata bwanake ambao tayari walikuwa na kifungua mimba wao Quincy Gitaka wa umri wa miaka 5. Kwa hivyo sasa hiyo ripoti nilipata na ikiwa baraka kwangu, nikaona it's a history in my family. Lakini siku ya kujifungua katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, kizungumkuti kiliwazunguka maradufu. Sasa venye walitoa akaona kweli ni mtoto na ametoka mwingine, wakakuwa wanne. Sasa hapo ndio nilijua walikuwa wanne. Lakini sasa venye alitoa huyo nikashangaa, nikasema na akitoa mwingine watano. So nilishikwa na wasiwasi, nikaogopa tena. Sasa nikaona kwani wataendelea tu kutoka. Sasa akaniambia unaambiwa ni 1 2 3 4 boys. Mimi nikashtuka kwa gari mpaka watu wakaangalia, wakashangaa, wakashindwa mbona huyu anaonekana amedua hivi. Tayari James aliye na umri wa miaka 36 na mfanyabiashara mdogo jijini Nairobi anakiri ngoma ipo katika malezi. Mpango wangu ulikuwa ni mpango wa kuwa na ile familia Mungu angetaka, lakini ya mpango ya wakuja sasa kulingana na akili zangu venye mimi nilikuwa najua mpango second born, tukakae kidogo alafu ikuje third mpaka pale Mungu ataona kwamba ametubarikia kutosha kulingana na mapenzi yake. Sasa unajua hiyo katika hiyo hali mtu wanga najua ya pili anaingia, watatu anaingia. Sasa unakuja kama umejipanga, unaongeza sukari kiasi, chumvi kiasi hivi. Hii maziwa ya 8 mkebe mmoja unatoka katika madukani unatoka 1250 na hawa wanatumia mkebe mmoja, wanatumia siku ngapi? Siku 2. Kumaanisha kuwa kwa mwezi mmoja malaika hawa wanne hutumia shilingi 37,500. Kwa mujibu wa madaktari, mtoto hafai kupewa chakula chenginecho kwa miezi 6 ya kwanza. Hawa watakuwa wametumia shilingi 225,000 pesa taslim kwa lishe pekee. Hata waliniambia siwezi watosheka na maziwa. Nikisema wakunywe yangu, pengine nitawafinya, watakuwa na njaa. Mtu yoyote ambaye anapenda baraka na angetaka kushikilia katika ile baraka, sasa aonea kwamba anaweza shikilia katika hela yake, maombi, ako karibu kabisa. Adopted na mtu. Wacha tu nife na yeye. Familia hii ni ya dini ya Messianites, kanisa la Elohim. Hawaamini upangaji uzazi wa kisasa. Mbinu waitumiayo ni ya asili. Kulingana na injili yako umesema kwamba wewe ndio upeana na wewe ndio mwenye baraka zote. Furaha yake Quincy kwa kakaze iwazi sawia na ya wageni wajao hapa kuwazawadi watoto kama ada ya msimu. Ni msimu ambao wengi wanatamani baraka zibishe hodi, lakini kwake James baraka zake zilikuja mapema. Zimeingia katika msimu huu, ila ni baraka ambazo pia zinakuja na majukumu na changamoto zake. Lofty Matambo, KTN.